Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji wetu wa kipindi chetu cha tafakari ya siku. Ninakusalimu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Asubuhi njema, Bwana ametupa tafakari hii siku ya leo kutoka kwenye kitabu cha Yeremia sura ya 2 mstari wa 36. Biblia inasema, mbona unatangatanga hivi upate kugeuza mwendo wako? Swali, mbona unatangatanga hivi upate kugeuza mwendo wako? Bwana amekuweka kwa namna fulani, kwa maana alivyotuumba tumezaliwa, na katika kuzaliwa kwangu Bwana ameniweka niwe huyu ambaye ndiyo mimi leo. Lakini kwa sababu ya yale mambo ambayo shetani ameyaweka katika ulimwengu huu, ambapo yanaonekana kwenye macho ya damu na nyama, na yanamfanya mtu aweze kuingiwa na matamanio kama jinsi Hawa alivyotamani alivyoingia kwenye mazungumzo na shetani, basi ikamfanya awe kwenye kutangatanga. Na mwanadamu hali hiyo inamfanya anaingia kwenye kutangatanga. Kutangatanga huko kunasababisha nini? Ama kwa sababu ya nini? Kutangatanga huko ni kwa sababu mtu aweze kugeuza mwendo wake. Wakati nilikuwa naelekea na mwendo huu, umekuwa na amani, umekuwa unaishi vizuri, hali ilikuwa ni ya kawaida, Bwana anaenda na wewe katika mtiririko wake. Lakini unapofika mahali moyo ukaingia kwenye kutangatanga, basi unaanza kuhangaika na vitu vingine ili kubadilisha hali ulionayo, mazingira ulionayo na mambo mengine. Kubadilisha kwa namna gani? Kubadilisha kwa namna kwamba ninaona kwamba hali hii hainifai. Sasa hivi hali hii hainifai. Mimi niko na watu fulani, nimekuwa kwenye kiwango fulani, kwa hiyo muonekano wangu lazima ubadilike. Hiki na kile lazima kibadilike, kiweze kuendana na jinsi nilivyo sasa. Moyo unaanza kutangatanga na kuanza sasa kuingia kwenye gharama ambazo nisingeziingia endapo moyo ungekuwa kwenye utulivu. Moyo wa mwanadamu unatakiwa utulie, kwa sababu moyo unaotangatanga ni moyo ambao tayari ulishaanza kubeba sumu ndani yake, ambayo inahatarisha maisha ya moyo huo, hata kuhatarisha maisha ya mtu. Mtu haharibikiwi kwa sababu kumetokea kitu papa. Uharibifu huanzia kwenye moyo. Hata Hawa alipokuwa anamsikiliza shetani pale kwenye bustani, uharibifu ulianzia kwenye moyo. Mahali aliposikiliza, akapokea, akaruhusu moyo ujengwe na msingi huo, ndiposa moyo ulianza kugeuza system ya mwili, ufahamu, nafsi, mwili vikageuzwa. Kwa hiyo mtazamo ukabadilika. Mtazamo unapokuwa umebadilika, basi moyo hugeuzwa na kushika njia nyingine. Njia hiyo inakuwa sio njia ile ya utulivu kama ilivyokuwa mwanzo. Mwanzoni ulipokosa chakula uliona ni kawaida. Ulipokula ugali na mchicha, japo mchicha una afya, uliona ni kawaida. Lakini moyo ukishageuzwa, utaona hapana, kwa nini mimi nile mchicha? Ndivyo ilivyoonekana kwa Ayubu. Ayubu, wakati ambapo Mungu alipomleta shetani mbele yake ili aweze kumjaribu, Ayubu tunauona moyo wake ulikuwa umesimama, haukuwa kwenye kutangatanga. Lakini walikuja wale marafiki zake wakaugeuza ule moyo
kwa maneno yao na yale walioyafanya. Ayubu akaona, akasikia wakisema, ndiposa moyo kageuzwa. Na moyo ulipogeuzwa, ndipo Ayubu alianza kujiona kwa mtazamo huo. Ndiposa alipoanza kujilaani na kuanza kusema maneno yasiyofaa. Kwa nini? Kwa sababu moyo uliingia kwenye kutangatanga. Ulitangatanga vipi? Moyo ulitangatanga kwa sababu sasa alianza kuona kwamba hivi ni mimi leo huyu. Mimi nilikuwa hivi na hivi. Kwa nini sasa niko hivi? Lazima kifanyike kitu. Kwa nini nilizaliwa? Siwezi kuishi namna hii. Haiwezekani. Moyo unatangatanga. Unatafuta suluhisho nje ya mipaka yake. Na wakati moyo unatangatanga, kumbuka kutangatanga ni kutangatanga mahali ambapo sio kwako. Kwa manake unaingizwa jangwani. Katika kutangatanga jangwani, utamkuta shetani huko akikusubiri. Yesu alichukuliwa na Roho baada ya kubatizwa, akapelekwa huko kwenye nyika. Akiwa pale, Biblia inasema alifunga siku 40 hata akaona njaa. Moyo uliingia kwenye kutaka kitu. Ndio maana aliisikia njaa. Kumbuka alikuwa katika mwili. Alipoisikia njaa, mjaribu alitokea. Maana alikuwa kwenye mazingira tofauti. Sikiliza nikueleze. Tunaweza tukamchukulia Yesu kwa namna nyingine, ni kweli na Mungu. Lakini alipokuwa hapa duniani, alivaa wanadamu. Na hali ya kukata tamaa, hali ya kurudi nyuma, hali ya kuwaza hivi ilitokea kwake mara kadhaa. Hali hii ya kuona njaa ni hali ambayo aliiona. Tunafunga. Unaweza ukafunga hata usikii kama tumbo linasikia nini. Lakini siku hukufunga, alafu kapitisha saa za kula, unaisikia njaa. Kwa sababu mwili uko kwengine, nafsi uko kwenye ulimwengu wa damu na nyama, unahitaji chakula. Unapofunga unakuwa kwenye ulimwengu wa roho. Sasa mwili unakuwa umetiishwa kwenye ulimwengu huu. Sasa shetani alijitokeza kwa Yesu. Yesu aliposikia njaa. Hakujitokeza siku ya 5, hakujitokeza siku ya 6, hakujitokeza siku ya 10, hakujitokeza siku ya 20, hakujitokeza siku ya 30, hakujitokeza siku ya 31. Lakini alijitokeza siku ambapo ni ya 40, wakati ameona njaa. Moyo unapohama na kuelekea jangwani, shetani anakuwa yuko huko anakusubiri. Wapi utakutana naye? Utakutana naye mahali moyo uko kwenye kurandaranda. Ndipo utakapokutana naye. Na watu wengi tunageuzwa mioyo, tunageuzwa fikra, tunageuzwa wakati moyo umeanza kutangatanga. Yesu hata wakati hapa, nataka haya matukio mawili ambaye yalimkuta Yesu ndio uelewe nasema nini katika tafakari ya leo. Kabla Yesu hajaanza huduma, alipoenda kubatizwa, alipotoka kubatizwa na amethibitishwa, lakini akapelekwa huko kwenye nyika. Manake ni jangwani huko, kusiko na watu, kusiko na hiki wala kile. Akaingia, Biblia inasema kwenye Mathayo 4:1, kisha Yesu alipandishwa na Roho nyikani ili ajaribiwe na Ibilisi. Akafunga siku 40 mchana na usiku. Mwisho akaona njaa. Hapo ndipo mjaribu alimjia. Ndipo akaanza kumwambia, ukiwa ndiwe mwana wa Mungu. Kwani shetani aliona nini? Aliona njaa. Alionaje njaa? Kwa sababu mwili uliinuka. Mwili wa Yesu uliinuka. Kumbuka alikuwa ni mwanadamu. Kwa hiyo akaingia kwenye eneo la adui. Adui akamkamata hapo na kumwambia hayo. Of course alikuwa kule in a mission. Lakini ilikuwa lazima aingie kwenye ulimwengu wake adui shetani.
ndipo shetani afanye alichokusudiwa kufanya. Na Yesu akarejea, akagundua, akasema no. Akarejea na kumwambia we, sitaishi kwa mkate tu. Biblia inasema hapo saa hiyo mwili ulirudishwa. Rudi ndani, we mwili unayetaka kujiinua sasa, nyamaza kimya. Mwili ukarudishwa ndani. Lakini unaweza, watu wengi tunakamatwa hapo. Unaweza ukaingia kwenye maombi siku zako, na utakapoisikia hiyo njaa, mjaribu yuko hapo hapo, na atakapokujaribu utanunuliwa na yeye ukiwa ulimaliza kuomba, na utatoka hapo ukiwa umeshanunuliwa na shetani, na utafikiri ya kwamba niko salama, lakini kumbe nimeshachukuliwa. Hatua ya pili, ama tukio la pili la Yesu Kristo ambalo lilimkuta ni lile wakati ambapo alipoenda kuomba. Yesu alipoenda kuomba, wakati ndo anaingia katika taabu yake ama mateso yake. Alipokwenda kuomba, alisikia maumivu, mwili uliinuka, nafsi kaanza kuumia, kwa sababu mwili ulikutana na ile hali anaokwenda kukutana nayo. Yesu akasema, ni mambo gani haya? Akasema, ikiwezekana si uniondolee. Yesu alikuwa kwenye mahangaiko. Ukisoma Biblia sura ya 26 Mathayo, ni habari ndefu kidogo, inaonyesha hivyo. Lakini anasema hivi: kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani iitwayo Getsemani, akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo, alikuwa amewaweka karibu nao, akaanza kuhuzunika na kuonekana na kusononeka. Huzuni na masononeko yalitoka wapi? Kwa sababu mwili ulijiinua. Akaanza kusikia hali ile inayokwenda kumkabili. Lakini ukisoma kule kwengine inasema Yesu aliushangilia ule msalaba. Alishangilia alipogongomelewa pale msalabani kwa mikogo. Lakini huku alianza kuona huzuni, kwa sababu mwili ulikuwa unahangaika. Mwili ulikuwa unahangaika. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Wewe unaelewa nini hapo? Roho ina huzuni nyingi sana kiasi cha kufa. Kwa nini? Kwa sababu kuna mahali mwili, nafsi ilikuwa inatangatanga, hata roho ikaingia kwenye huzuni katika lile kusudi alilotakiwa kulifanya. Ndipo akawaambia hivyo, akawaambia, kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Hofu imemuingia. Hii ni ile hali Ibrahimu alikutana nayo wakati alipoambiwa nitolee sadaka, atoe njiwa. Akatoa. Kabla alipoweka pale, alingojea mpaka akaanza kusikia hofu, giza likamuingilia. Hii ni hali inamtokea kila mtu. Ndio maana tumesoma hapo kwa Yeremia 2:36. Anasema, mbona unatangatanga hivi upate kugeuza mwendo wako? Kila unapoingiza nafsi yako kwenye kutangatanga, utaona hata kama ni maombi yatageuka. Hautaomba vizuri, kwa sababu utaomba ukiitetea mwili wako. Utaomba ukitetea nafsi yako, na hautaomba ipasavyo. Basi anasema 36 Mathayo hiyo, akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifudifudi, anahangaika. Akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Akawajilia wale wanafunzi, akawakuta wamelala. Akawaambia, jamani Petro, nyie jamani, hamkuweza kukesha pamoja nami? Hofu imemtanda, anaogopa. Kuzimu imeinuliwa, nafsi inatangatanga, inahangaika. Nafikiri kuna siku ulijikuta katika hali ya namna hiyo,
Na leo uelewe kwamba hali ya namna hiyo ilitokea kwa sababu gani. Akawa anahangaika, anawaambia wenzikina Petro, jamani, yani nyinyi hamwezi kukaa na mimi. Fikiria mtu aliye na uungu ndani yake anaomba msaada kwa watu waliokuja kusaidiwa na yeye. Hamwezi kukaa na mimi jamani, hata kidogo. Akawaambia hivyo. Ndiposa akasema, kesheni muombe, msije mkaingia majaribuni. Roho iradhi, lakini mwili ni dhaifu. Ameweka wazi, roho yangu inataka kukamilisha kazi hii, lakini nimeingia kwenye udhaifu, naona siwezi. Mara ngapi uliona roho yako inataka kitu kwa ajili ya Mungu, lakini mwili unakataa? Uko katika ulimwengu huo wa kutangatanga. Akaenda tena mara ya pili, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwa haiwezekani kikombe hiki kiniepuke, nisipokunywa, mapenzi yako yatimizwe. Akaja tena akawakuta wamelala, maana macho yao yamekuwa mazito. Maana shetani aliwafanya wale ambao ndio kama masaidizi wake, sio mabodyguard wake, wakasinzia. Mara ngapi ulikuwa wewe na tumaini kuhusu mtu, umekuwa na watendakazi uko nao, alafu unafikiria hawa ndio watakusaidia, unashangaa ndio wanapigwa na shetani, tumaini lako linapotea. Unasema, sasa mimi nitafanya kazi na nani? Mbona nilimtegemea huyu, naye ndio shetani ameshamharibu. Moyo unakuwa umeingia kwenye kutangatanga. Huo ndio wakati ambapo shetani anakuwa yuko kazini. Hakikisha unafahamu wakati huo ili uweze kujua nini cha kufanya. Anasema akawaomba, akawaacha. Alipokuja akawakuta wamelala, akawaacha, akasema maneno yale yale. Kisha akawajia wanafunzi wake, akawaambia, laleni sasa, mpumzike. Tazama, saa imekaribia, na Mwana wa Adamu anatiwa katika mikono ya wenye dhambi. Ondokeni, twendeni zetu. Yesu kabla hajaingia katika utendaji wa kazi, aliingia kwenye kutangatanga. Moyo uliingia kwenye kutangatanga. Moyo ulikuwa unasikia kwamba sasa hii ni nini. Ndipo alipoingia kule siku hizo 40, na shetani akamjilia wakati moyo umeanza kutangatanga. Njaa ikainuka, mwili ukainuka. Shetani akasema, hapa sasa ndo nataka nikueleze, ukiruhusu mwili wako ukainuka kinyume na matazamio na matakwa ya Mungu katika maisha yako, shetani lazima utamuona, maana huo ndio wakati anajitokeza. Na wakati Yesu alipokuwa sasa ndio anaenda kuingia kukamilisha kazi pale msalabani, aliingia kwenye nafasi hiyo hiyo na shetani akatokea hapo. Sasa wewe uko kwenye hali gani sasa? Tafakari yetu ya leo inatutaka tuweze kutambua haya ili tuweze kuwa intact. Maisha yetu yasibebe hayo ambayo yamebeba mahangaiko, ambaye shetani hutuingiza kwenye mahangaiko. Na shetani akisha kupata kwenye eneo hilo, kipindi hicho anakuchukua mzima mzima. Kwa nini tusimwambie Bwana atusaidie? Maana hicho ni kipindi ambacho huwezi kukikwepa. Hata Yesu hakukwepa. Tunaona aliingia kuomba, katoka, anaona anahangaika, anawafuata wale watu wake. Anaona, jamani, sasa nyinyi tena jamani, mbona mnalala? Kipindi ambacho hata wewe ambaye ni mtumishi wa Mungu unataka sana kuwaona wale unaofanya nao kazi wawe karibu yako, lakini ndio kipindi ambacho shetani amewakamata. Wanapigwa huku na huku, wale wanalala. Yesu anasema, sasa hawa ndio wategemea tena, ndio acha mimi nirudi kule nikaombe. Anarudi kule, mwili unashindwa, anakuta anahangaika, hofu imemtanda. Anasema, acha nirudi tena kwa wale, acha nikae na wale wenzangu. Anafika wamelala fofofo. Bwana Yesu atusaidie. Hii ni tafakari ambayo inanitaka niangalie na nitengeneze mazingira yangu. Kwa manake mwambie Roho Mtakatifu kama regulator, aregulate maisha yako, ili yanapofika kwenye hatua kama hizo akupe nguvu za kushinda kama Yesu alivyoshinda. La sivyo, ukiingia kwenye kutangatanga katika nyika, basi unaweza ukasombwa na kuzolewa na shetani. Huo ndio wakati wa shetani kufanya kazi. Ulipomjia Yesu wakati kama huo, shetani alikuwa kazini na alionekana, lakini alimshinda. Tunaweza kumshinda. Yesu tusaidie
tutoke katika hili, na kwa utukufu wako tunatubu pale mahali ambapo tulishindwa kusimama, na kwa utukufu wako Baba tusaidie, ukatuvushe na ukatuweke salama. Kwa jina la Yesu Kristo nimeomba na kushukuru, amen.